Shangazi, naona uko na mgeni leo. Shangazi yangu, sinajua tena. Afu auntie, unakumbuka ile siku ambayo nilokuambia kuna mtu nilikuwa naye pale? Ndio huyu hapa. Karibu. Unamfahamu? Maana si unajua tena isije ikawa tayari shangazi. Hapana. Yaani katika kukaa kwangu msego kana. Kwa hiyo free. Au eti mimi naweza fanyana? Hapana. Sijui kuna yaani ndo mara ya kwanza na mimi. Basi ndio hivyo. Anko wako. Nafurahi kufahamu jamani. Karibu sana. Basi mimi acha niwaache, nafika hapa mara moja. Sawa. Mwagito. Mbona mwangalia sana anti yangu? Sio kwa ubaya. Unajua dunia ni wawili. Mwagito. Isiwe kuna kitu mnanificha. Sasa mimi sinikwambia ukweli jamani. Si unajua kabisa kwamba mimi nakupenda. Na mapenzi ya dhati kwako. Sawa. Kama kweli. Ila kama unaniongopea, tutajua tu. Naanzaje? Mimi nakupenda Mungu. Sitaki kukupoteza. Kweli. Twende basi ndani lazima. Twende. Ndio. Mama. Tumbulia mimi macho nini? Ufi yako pia wapi? Pisi ametoka ameenda huko juu. Ametoka ameenda wapi? Ameenda huko juu. Wewe mgonjwa? Una akili timamu wewe? Nisikilize sister. Wewe nishakupangiliaga, punguza ganja. Hizo ganja unazovuta hizo. Wewe moshi una madhara, unakuwa affect ujue. Akili zako siku hizi zimeanza kuparalyze. Na kuona kabisa unaelekea milembe. Sister nisikilize. Nadhani unanijua vizuri. Mimi mwenzako chizi, akili zangu hazijakaa sawa. Unanijua nimezaliwa tarehe 4 mwezi wa 4. Afu nishatwanga matukio kibao. Wewe mwenyewe unaelewa. Wewe mwenyewe umenisaidia kuchimba makaburi. Wewe. Dakika mwisho nikalifukia tukamchukua yule mtu tukaenda kumweka posta. Ukasema tumweke kama kumbukumbu. Alafu saa hizi unajifanya eti hivi yako katoka. Sio kapigiwa simu, sio nini. Oya mimi sikuelewi. Yule mtu ujue mimi nimempatia wapi yule? Ujue yule mtoto mimi nimempateje? Umjui nimempatia muda gani yule mtoto? Oya yule mtoto mimi nimemgaramikia yule. Yule mtoto mimi nimetoa sasampa ujue. Nimekili watu kibao kona 6 kule kumgaramikia yule mtoto. Nisikilize. Namtaka pio wangu. Yaani ukitaka ziive, tule ugali salama yani ile, si unajua ile, tusile misumari ya bati tule nyama, namtaka pii. Arudi hapa. Hivi, kwanza unajisikia unachokiongea au unalopoka tu kwa sababu unaamua kunilopokea? Kacha, wewe ni mdogo wangu, afu mdogo wangu sana. Nadhani unanielewa. Kwa hiyo, umeniweka mimi ndo mlinzi wa pii. Si ndio? Kwanza mimi sikujua kama wewe upo ndani.
huyo mwanamke wako nilikuwa naye kweli. Mimi sikujua, nimeona kaongea na simu, alikuwa anaongea na mwanamume. Mwisho wa siku kaondoka huko juu. Mimi nikajua ni wewe mwenyewe umemuita. Sasa mimi kosa langu liko wapi? Alafu usinipande. We mjinga, usinipande. Mimi ni dada yako. Unajua kila kitu chako. Mimi ndo final decision. Sasa wewe unataka kuniletea maneno. Kacha. Huyo mwanamke asitaki kutugombanisha. Wewe final decision sio? Nisikilize. Hizo fegi zenyewe nimekufundisha mimi. Kunywa hiyo mitungi nimekufundisha mimi. Nisikilize. Nasema hivi, namtaka pii wangu. Oya, kama umeanza kumpeleka kwa mabasha wako ovyo, yule mtoto hauzu yule. Wewe mtoto na wewe unijui vizuri wewe. Wewe unijui vizuri. Leo lazima pachimbike hapa mtaani. Oya, leo lazima pachimbike. Sasa nataka uniambie, umempeleka kwa basha gani nikamchukue? Kama kaingia huko ndani, nitafanya chochote ambacho mimi nataka kufanya. Lakini kwa wakati huu, mtafute kwa nafasi yako mwanamke wako, muulize alikuwa wapi. Maana mimi sihusiki kwa chochote. Nenda huko juu kamtafute, sijui vichakani, sijui sehemu gani, ukimkuta malizaneni wenyewe. Sitaki hapa kesi. Sijui umenielewa, lakini kama yupo huko ndani, nimeshasema kwa namna moja ama nyingine, nikipata jambo langu la muhimu, basi nitamfanya chochote mimi ninachotaka. Ila kwa wakati huu haipo katika mikono yangu. Nenda huko juu. Toka. Au sio baridi? Mimi nanyanyua mguu, au sio? Nenda kumtafuta mwenyewe mama mpenzi. Sasa nikute tita. Umemuuza, umemkodisha, umempangisha. Oya. Ama zako ama zangu. Unanielewaga? Mimi dakika mbili tu. Dakika mbili mbaya. Yaani huyu Kacha kweli mimi wa kunifanyia hivi? Huyu mwanamke humu ndani atanigombanisha na wadogo zangu. Yaani naona kabisa huyu mwanamke anajifanya mlokole lakini ni mshenzi. Atanigombanisha mimi na mdogo wangu. Shimela. Nakusikiliza. Samahani kwa usumbufu. Mimi nimekuja kumuulizia mampenzi, nimekuja kumuulizia pia, nimekuja kumwangalia manake. Swala la kumuulizia pia labda nikuulize wewe. Alafu inawezekanaje kukaa na mtoto wa mtu sisi familia yake hatujui? Haya, hao wajomba walionikabidhi mimi huyo binti niishi naye, wakija kujua hayupo hapa kwangu itakuwaje? Naongea na wewe kikofia. Nisikilize shemeji, wewe labda hujaelewa jambo moja, sawa? Yaani nataka ukae unisikilize kwa makini. Maana ninachokiongea hapa ni kitu cha utu uzima na unatakiwa uelewe kwa sababu wewe ni mtu mzima. Sio, umeelewa shemeji? Mimi swala la kumchukua yule kwenda kukaa naye kule maskani ni swala ambalo ni la kila binadamu. Kwa sababu gani? Hata mwenyewe umekuja umechukuliwa, umetoka kwenu Uja kuwepo hapa milele. Kwa hiyo umetoka kwenu, umeacha wazazi umekuja hapa. Na kuacha wazazi ni makubaliano, na makubaliano hayo yanaanziana kwa wapenzi wenyewe, afu ndio anakuja kwa wazazi. Kwa hiyo mimi na yule tumekubaliana, sawa? Kwa sababu gani? Kuna changamoto, kuna 1 na 2 na 3, umeona? Kwa sababu mimi mwenyewe umeona mimi ni mwanaume, afu kuna muda anakuwa na miss mpenzi wangu. Ndio maana nikasema kwa sababu tupo karibu hapa kutoka hapa mpaka maskani pale sio mbali. Hatukwenda daladala au tulipia nauli atuchome mafuta. Kwa hiyo ndio nikaamua tu tushauriane, nikamnyanyua na yeye akasema fresh, mimi saizi nyumbani naweza nikafanya hivi. Naweza nikatoka. Sasa tangu mimi ana shari, ana noma, ana jao. Ndio maana tukatoka tukaenda kukaa maskani. Sasa tumekaa mimi leo sasa hivi muda huu, yani ninavyoongea na wewe shemeji, mampenzi mimi simuoni. Sio, unaelewa? Na tayari uko juu nishalivuruga. Kwa hiyo mimi ninachotaka uniambie tu jibu moja. Mampenzi pia yupo ama hayupo? Hapa hayupo. Afu sikiliza nikwambie, kumbuka kuna matatizo. Uishi na mtoto wa mtu bila hata wazazi wake kujua. Wewe ulimwambia nani kwamba unamchukua huyo pia? Au nyie akili zenu zimekutana mpaka mkachukuana, si ndio?
Shemshem, matatizo ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Si unaelewa? Na matatizo hayo ni anapanga saa godi. Sawa? Na mimi labda nikupromise kitu kimoja. Hilo neno matatizo tuliweke pembeni. Mimi hapa ninachotaka tufanye kitu kimoja. Saa godi akibless, yani Mungu akibless, yani Mwenyezi Mungu akipenda, mimi nakuja natoa mahali. Mimi nataka nimchukue yule mtoto. Tunakuja tunachoma ubani hapa maskani. Umeona hapa? Hapo kote hapa kutakuwa kunanukia ubani, sawa? Hiyo oksijeni yote unaiona wewe itanukia naniliu, itanukia nini? Uturi, unaita uturi azule. Hotori. Si unaelewa shemeje? Kwa hiyo masuala mengine wewe niachie mimi. Mimi namaliza. Nikuondoa wasiwasi tu kwenye swala hilo la changamoto sio matatizo. Matatizo ni sehemu yetu. Mimi namchukua yule mtoto na oa kabisa. Wewe unataka mimi nije wenu nije na nini nitoe taarifa kwenu sijui kuhusu wajomba sio nini. Mimi nitaleta kila kitu unachotaka. Mimi najua nyinyi hamtaki vitu vingine vyovyote, mnataka sio mikaja sio maswala nini. Yaani kifupi mnataka sasamba. Mimi sasamba nitaleta. Sio shida zangu mimi. Sasa unanipigia makelele. Hapa pia yupo, naomba uondoke. Ondoka basi mimi niendelee na kazi zangu. Anyway. Mafagizi mema. Shemeji. Sipi mdogo wangu kapenda nini? Kweli mapenzi yana nguvu. Toto yaani kama vile ulivyoondoka, yaani umetoka nyumbani kwa dada yako. Yaani naona kama vile mama anazidi kuwa bulbul. Umeionaje? Sikutegemea kupata vitu vizuri kama hivi. Umeenda kutana ufundi mpya huko bwana. Kidogo hiyo mbona? Kama nikarudi tena mle ndani. Sababu hata mwenyewe unajitahidi. Kitambi chote cha yani sikuzani kama una hivyo vitu ndugu yangu. Unajua uzuri wa nini mpaka mimi nakupendelea wewe? Dada yako naye sometimes kuna vitu vingine hana, alafu kujifunza hataki. Ndio mfundishe. Unajua nini mbamtu? Sisi inabidi tuanze kwenda mazoezini. Upunguze ka kitambi hapo kidogo. Tatizo ile muuni ndo anaifanya mimi mambo mengine na yakosa kwa sababu muda mazoezi unapataje? Tutakuwa tunaenda wote asubuhi. Wewe si shemeji. Shemeji bampenzi. Asodusko. Yaani mimi nakutafuta kumbe umekuja kujibanza huko, usio? Unajifanya unazurura sana, unaswampa sana wewe siku hizi, si ndio? Bwana shemeji, mwelekezo huyo. Mimi mazingira yake nakuwa siyaelewi, nakuwa sipendi ujue. Si unanielewa shemeji? Mimi inawezekani nimtafute huko mtaani kama nimempoteza mimi. Yaani kama nimemficha mimi na kuwa don't care. Si unaelewa shemeji? Sasa cha kufanya, mimi nikishapandisha hasira zangu naweza nikakata miguu hiyo. Nitamkili huyu mtoto. Si unanielewa shemeji? Mimi mwenyewe kwa sababu sikuzingatia tu. Labi mkubwa mama Faizati mimi alishanipangaga. Bwana mwanangu wewe, usimnunulie mpenzi wako, usimnunulie vimiguu vya kuku, vichwa vya kuku. Madhara yake ndo haya saizi nayaona shemeji. Ila kwa sababu mimi mwenyewe saizi nimeshaanza kutambua, nishaanza kuyaelewa, nitacontrol taratibu. Ila mwambie huyu, mimi mwenzake chizi. Sina akili timamu. Kwenye fuvumu hakupo sawa. Si unaelewa shemeji? Nishatonga matukio kibao. Nimemkili mtu nimeenda kumweka posta pale. Wewe mwenyewe unaelewa. Yule alokaa hivyo, hajashika mjegeja yule. Yule ameshika mazingira yangu katika kugombania naniliu ile unajua mimi nilishika beto siku ile. Katika kugombania nini nikamwambia baridi mwanangu ishi nalo hilo nenda nalo kwa sagodi au sio? Ndo amekaa nalo pale posta pale amekaa nalo hivi. Kwa hiyo muelekeze huyo. Mimi na matukio. Nitakuja nimkili huyo. Acha wivu utakuwa huo. Vitu vingine vya kujiongeza tu. Sasa kama kuna ubaya gani mimi akija kwa shemeji yake au tunapiga story kama hivi? Mama pole na safari jamani. Asante mwanangu. Maana mimi nikajua ushakuwa mwana kijiji huko moja kwa moja, yani mjini umetoacha wenyewe tu mama yangu.
Si unajua tena mwanangu, nisingekuepo mimi pale nani angesimamia mashamba yetu? Lazima nisimamie ili tuweze kufikia lengo. Ila ni kweli maana bibi saizi umri nao shadidi kwenda, hata nguvu zinaweza kufanya kazi tena hamna. Bila kumsaidia unafikiri naye ataweza kufanya yote haya. Wewe sana urudi ukakae na bibi yako pale. Kumbe ushalijua hilo? Safari ya kijijini na kuhusu. Basi haina shida. Mimi tapanga ratiba niangalie nikakae hata mwaka huu. Wewe. Kweli tena mama. Haya. Nidanganye. Kaka. Shikamoo. Baby. Kwani sijajua kabisa kamba ni upo hapo. Mama. Baby sasa kuhusu swali ambalo tulizozungumza. Jambo gani na wewe tena kushakucha? Maana kila kukicha unajipya. Sasa wewe mama tulizozungumza kuhusu pesa au kuna lingine tena ambalo nimezungumza nayo? Napenda hela kaka, kuna sura baba yako. Anda kachukue pale kwenye mto pale. Kuna shilingi 20,000, chukua 10,000 yangu iache hapo hapo. Sawa. Sasa kaka. Haina shida. Lakini mama, unajua kashakuwa saizi, sio mtoto tena kama zamani. Hii kumpa hela mama kweli, hata kama ndo kitenda mima mama, sio kweli mama. Mimi sijapendezwa na hiki kitu. Abduli, mwache mtoto adeke, huo ndio wakati wake. Hivi uone kama wewe na yeye mmepishana sana? Hata wewe ulideka. Hata kama mama, lakini huyu saizi atakiwa atafutiwe hata kazi ya kufanya. Yaani aende hata gereji. Ona, anajiachia kabisa yani. Anajisahau, kuna leo na kesho, wewe haupo. Naye atakayempa hizo hela mamangu. Mwache mtoto Abduli. Wewe mwenyewe ulideka sana. Angalia hata umri wako wewe na wakwake. Vitu vili tofauti. Mama sijafurahishwa nalo hata kidogo hivi. Tuachane na hayo bwana. Mimi nimekaa kijijini kule hivi nafika kama miezi 6 au kama sio 7. Si ndio? Nimerudi mjini nikiwa na shauku kubwa sana. Yaani na ile bashasha kutaka kujua kuhusu mkwe wangu. Vipi mpaka sasa hivi kuna lolote? Shoga ushakuagizwa vibungo, maembe mabichi? Mamangu da. Bila. Bila unamaanisha nini? Yaani mama, mihangaiko yote kupambana kote unachokitaka hicho, lakini mpaka dakika hajafanikiwa. Mbona ni muda mrefu sana? Au mwanangu wewe ndio mwenye matatizo? Mimi ni mama yako. Kama utakuwa na shida yoyote wewe niambie. Nisije nikasema mtoto watu ndo ana shida, kumbe mwenye shida ni wewe, mke wako anakufichia siri. Maana hayo yote yanawezekana. Unaolisema mama naweza likawa kweli. Lakini leo mimi naona bora tu nikwambie tu nini tatizo, ili mradi usiendelee kukaa na mashaka kama hivyo ulikuwa nayo. Kiwalisia mama, matatizo mimi sina, ila shida kubwa iko kwa mke wangu. Ana shida gani? Pole sana mke wangu. Maana hakuna alitarajia kwamba hili jambo lingekuwa zito kiasi hichi. Kwangu toa wasiwasi mke wangu. Haya mengine ni mipango ya Mwenyezi Mungu. Lakini kao kijua moyo bado anakupenda sana kwa dhati. Kikwazo hichi kisije kasababisha ukavunjika moyo na kuhisi ya kwamba eti naweza nikakuacha kirahisi namna hiyo. Bado anakupenda na bado anakuhitaji katika maisha yangu. Kwa kuwa na imani kwamba maisha yataendelea na amani na furaha itaendelea kutawala ndani ya familia yetu. Mwanangu unaongea tu sasa hivi. Kuna kipindi utahitaji mtoto. Kuna kipindi utahitaji furaha ya mtoto wako. Lakini wewe sasa hivi unanipa moyo tu. Mimi naumia. Najua kwamba unaumia. Na hata mimi pia inaniuma kama binadamu na kama baba ambaye anahitaji kuwa na familia. Lakini hichi ni kikwazo kimoja hapo ambacho kipo katika maisha yetu, ambacho hatuwezi kukikataa kamwe na hatuwezi kukiepuka. Nakusihi tuendelee kumuomba Mwenyezi Mungu, tuendelee kuwa na imani thabiti
mambo mengine yote yanawezekana. Changamoto tu za kidunia ambazo tuko nazo. Na hata haya majibu ya daktari ambayo tumetoka kuyapata yasikuvunje moyo, yasikunyime imani. Kwa maana kuna nyakati vile ni vipimo tu. Kwa sababu ni vipimo ambavyo vimetengenezwa, vina uwezo wa kukosea. Lolote linaweza likatokea kwa wakati wowote. Kwa hiyo mimi nakusihi mke wangu, kwa dhati ya moyo wangu, naomba usikate tamaa. Hivyo ndio ilivyokuwa mama. Hilo mimi kwangu ni gumu sana. Yaani hilo siwezi kulipokea na wala siwezi kulivumilia. Wewe mwenyewe unaona kabisa kwamba sasa uzee ndio huu hapa. Ndio nishauanza uzee. Unataka nife sijaona wajukuu zangu? Hicho kitu hakiwezekani. Ninachoomba kuanzia sasa, achana na mke wako. Mwanangu, mbona upo hivyo? Kuna shida yoyote? Basi niambie kama kuna shida. Hapana, mama jana alinipigia simu akihitaji nikamuone, maana amerudi kutoka kijijini. Mama karudi. Maongezi gani ambayo mko mnaongea hata mimi sijui mnao? Si unajua mama akitokaga kijijini waga anapenda tukapige story, anisimulie habari za bibi pamoja na mashamba jinsi alivyo kule kijijini. Kwa hiyo ndio hivyo, lakini kiuhalisia mimi nimeamua kumwambia mama kila kitu kinachotuhusu baina yangu mimi na wewe. Nimefanya hivyo kwa ajili ya kuzuia maswali. Maswali ni magumu, mengine kuyajibu siyawezi kwa wakati jamani. Kwa mume wangu mama kumwambia mama kwamba mimi sizai. Imenibidi nimwambie. Kwa maana bila kumwambia leo maswali angeendelea kunitafuna katika moyo wangu. Yaani kuna nyakati nashindwa kulala kwa amani kwa sababu ya hayo maswali tu. Na ukizingatia wewe ni mke wangu, kuacha siwezi. Kwa hiyo imenibidi nimwambie tu kwamba maisha yetu yako katika design fulani. Japo hajanipa jibu lolote mpaka dakika hii. Sasa yanazungumzika mke wangu, sijali wala nini. Mengine tutamaliza taratibu panapo majaliwa. Ila mimi naomba kwa sasa niende kupumzika sababu kichwa changu hakiko sawa. Auntie,
Vipi, una shida gani? Naona tu sipo sawa. Hauko sawa, yani unajisikiaje? Yaani kaa kichefuchefu. Tayari wewe? Anti, unamaanisha nini? Wewe tayari utakuwa una ujauzito. Tena ni vyema bora sasa hivi tutoke hapa tuende hospitali ukapime. Umenielewa? Sawa. Tuondoke. Yaani ninafurahi isiyoelezeka. Si unanielewa? Yaani siamini kama mko wangu sasa anaenda kwa baba wa familia na anaenda kubadilisha future ya maisha yake. Hivi unajua huyo mtoto atakayezaliwa atabadilisha maisha ya Kacha? Yaani siamini. Kama vile naota. Kwa sababu unajua kuna muda sisi tuna yani ile swala lake la kwa yeye sijui muuni anajifanya msela smart sijui unajua si hatulipendi. Kwa mimi na imani kabisa huyo mtoto atakayeenda kuzaliwa atambadilisha Kacha kila kitu na atakuwa baba bora wa familia. Yaani Mungu afanye wepesi kwa kweli. Lakini anti, ili swala mimi nilikuwa naomba Kacha sijue mapema. Aje kujua huko mbele. Hebu kwanza. Kwani huu ujauzito si wa Kacha? Ndiyo. Ni wa Kacha. Sasa mbona kama vile hujiamini fulani hivi na mashaka? Hamna. Ni wa Kacha. Sawa, sasa kama ni wa Kacha kwa nini eti swala nisimwambie wakati unajua jambo ni ya furaha? Yaani si familia yetu yote ikisikia jambo tunaweza tukafanya tapati, sio unanielewa? Sasa kwa nini nisimwambie kwa haraka? Kwa nini? Au unataka kumfanya surprise? Yaani hapa nafikiria siku mtoto atakapozaliwa mimi nataka nieti kibeseni anti kama anti, sio matatizo yangu, sio unanielewa? Yaani naleta kibeseni, nataka nini nifanye shughuli yani samahani. Hello baby. Umerudi? Basi nisubiri nakuja. Niokumisi mpenzi wangu nisubiri bwana. Sikiliza shoga yangu. Mimi naenda huko. Naomba utangulie nyumbani nitakuta nyumbani. Maana hapa yani furaha yangu imezidi kuongezeka maradufu. Sio unaniona? Tangulia nyumbani. Baby, kwa nini umeamua kwa surprise? Yeah baby, yani nilikuwa nafikiria nikupigie simu lakini nitajua tu utakuwa na mambo. So nikaona nije kwa surprise. Vipi lakini? Safi, vipi huko kwa hizo siku chache umekuwa mrembo au wewe? Kuna namna. Vipi? Fresh, unajua nimekumisi mshikaji wangu. Umeshinde, yani nimekumisa. Vipi kwanza masuala ya kazi?
kazi mimi tena kwenye kazi imeenda vizuri, namshukuru Mungu. Tuna likizo kama ya mwezi mmoja, kwa hiyo nitakuwepo sana. Yaani nipo. Saizi ni wakati wako. Nafurahi kusikia hivyo. Yeah baby. Kwa hiyo then mara nyingi huaga nakwambia hata siku moja nifike nyumbani nije kuwa visit, lakini sikuelewi. Yaani unajua nini baby? Yaani pale nyumbani kizuizi ni auntie. Bila naomba uondoe pressure. Mimi hamna shida, hata auntie naweza kuongea nao. Si unajua auntie tena. Hapo unajua huko nilikotoka saizi niko vizuri. Kwa hiyo hata auntie tunamzima tu, kuna namna. Ni sawa, lakini subiri kwanza nikaongee naye. Mpaka ongea naye. Kila kitu kitakuwa sawa. Sawa. Sasa kwa nilivyokumiss na I can't wait kabisa baby. Kama tunaweza kuingia magetoni itakuwa vizuri sana. Unajua muda mrefu. Umeniwahi. Nitaka sasa hivi ndo nikwambie. Mimi zako siwezi. Na hilo swala ndo uwaga unanifanya na kufa kabisa. Halo dada. Nyumbani? Sawa, nakuja. Samahani mume wangu, unajua nimeacha hela nyumbani. Kwani unakuwa msafirifu hivyo mke wangu? Samahani, dakika moja tunarudi. Jitahidi basi usiniweke hapa kwenye jua, unajua jua kali. Haya. Nakuja sasa hivi. Anko. Vipi anko? Salama. Mbona umesimama juani peke yako? Kuna mtu mmoja namsubiria hapo, kafika hapo nyumbani mara moja, kaniambia nimsubirie hapo kuna sehemu tunaelekea. Vipi wewe? Mimi niko poa, ila naona umewaka hatari. Nashukuru sana. Haya, mimi naelekea nyumbani. Sawa. Haya, bye. Baadaye. Una bahati. Ungenikosa. Asante kwa kunisubiri.
Usijali mke wangu. Ni jukumu langu kufanya hivyo. Haya, tunaweza tukaenda. Basi ndio kama hivyo nilivyokuambia shoga yangu. Nimepambana sana. Na nashukuru Mungu kwa kweli, baada ya miezi kadhaa hapa natarajia kuvuna. Nitapata mavuno tu kwa sababu nimeacha mashamba yangu yani yamestawi sana. Nilirudi na furaha sana kwa sababu kile kitu ambacho nimeenda kukifanya kule kimeenda sawa. Huyu nikawa na furaha na amani nikitegemea kwamba na huku nako nitakuta mambo yako sawa. Lakini haikuwa hivyo. Furaha yangu imetoweka ghafla. Kwa nini? Wewe ni rafiki yangu. Na umeshakuwa ndugu yangu. Sina budi kukuambia ukweli. Changamoto ni Abduli na mke wake. Unajua kwa kipindi ambacho wameoana mpaka sasa ilitakiwa tayari wawe na mtoto na mimi niitwe bibi. Hicho ni kitu ambacho mimi nilikuwa nakitamani sana katika maisha yangu, na najua kila familia inatamani kwamba ndoa inapopita basi watoto waongezeke, na hayo ndio mafanikio ya ndoa. Naye Abduli anasemaje? Kibaya zaidi nimeongea na Abduli. Amesema yeye hana shida yoyote. Tatizo liko kwa mke wake. Na wamepima, ameambiwa hana uwezo wa kushika ujauzito. Pole sana dada yangu. Ilo tatizo lako alijatofautiana sana na la kwangu. Na ndio namkumbuka yule mtoto wa dada yangu Esther. Marehemu yule aloniachia. Na hivyo mpaka leo ndoa yao ina miaka, hata mjukuu mmoja hatujabahatika. Sasa mimi nina wazo. Ili kutatua hili tatizo, mimi wazo langu ni Abduli amwache mke wake. Atafute mwanamke mwingine juu chini aoe. Kumwacha mke wake? Ndiyo. Hapana dadangu. Mimi hapo nina wazo tofauti na hilo ambalo umefikiria. Wazo langu mimi, kwa kuwa ndoa yao ya Kiislamu anaruhusiwa kuoa mke wa pili. Kwa nini usimshauri Abduli akatafuta mke mwingine akaongeza mke wa pili, tuone ni tatizo litaishia wapi? Nashukuru sana kwa wazo lako Neema. Na ndio maana unaambiwa sisi wanawake hatufi haraka kwa sababu vitu vyetu hatukai navyo moyoni. Unaona nimekushirikisha, umenipa wazo zuri sana. Sasa basi nitakachokifanya, nitafanya hima nimtafutie Abduli mwanamke aoe. Abduli anataka ataoa. Mke wake anataka ataoa. Hataki ataoa. Yaani hivyo. Sawa dada yangu, mimi na wewe ni ndugu toka zamani mpaka sasa. Ndio vizuri kushauriana, kupeana mawazo mazuri kama haya. Hilo la kwako litakuwa limekwisha ndugu yangu. Kabisa. Changamoto sasa kwa upande wangu. Maana Esther na mume wake ndoa zao za Kikristo. Ingekuwa Muislamu au sisi ni Waislamu kama wewe shoga yangu, ningefanya juu chini mwanangu aachike kwenye ile ndoa. Lakini ndio hivyo, ndio hiyo ndoa ya Kikristo au ruhusiwi tena kuachika. Sijui nafanyaje. Nimeitikia wito wako. Ni kweli nikupigia simu mdogo wangu. Kuna kitu tulikuwa tunataka tuongee. Kwa sababu wewe ndio ni mtu wangu wa karibu. Mimi nina tatizo.
Yaani kiufupi mimi sitopata mtoto maisha yangu yote. Kivipi dada? Maki bado sijakuelewa. Yaani namaanisha sina kizazi. Dada, unachokiongea unamaanisha? Ndio namaanisha, kwa sababu tulienda hospitali kupima mimi na shemeji yako. Na majibu mume wangu kayaona, mimi nimeyaona. Nimethibitisha kweli mimi sina kizazi. Afu isitoshe leo mume wangu kaenda kwa mama yake kamwambia kila kitu. Mdogo wangu hapa sina amani, sina furaha katika moyo wangu. Kitu kingine ninachokiwaza, mimi nilikuwa tu nataka niachane na mume wangu. Muda umeenda mbali sana dada. Kwani mume wako amekwambia anataka kuache? Hapana. Nimeamua tu. Kwa sababu sitokuwa na amani hapa nyumbani. Isitoshe kashamwambia mama yake kila kitu. Sasa mimi kweli nitakuwa na amani hapa? Nimeamua tu niondoke nyumbani kapumzike. Mimi dada, hapo nilikuwa naomba nikushauri kitu kimoja. Usichukue maamuzi ya haraka hivyo kwamba ni ukiondoka ndio itakuwa suluhisho lako. Hapana. Wewe fanya ni msubiri mume wako, umsikilize anaongea nini. Ndipo uchukue hayo maamuzi. Usijichukulie sheria mkononi ingawa mume wako bado anakuhitaji. Yeye ndo atakwambia kwamba uende nyumbani au uendelee kukaa naye. Mume wako naye pia anaweza kaa anakupenda jamani dada. Sawa. Lakini mimi naumia sana mdogo wangu. Natamani na mimi niwe na mtoto. Natamani mume wangu muda wote acheze na mtoto. Lakini sasa ndo sina kizazi mdogo wangu, nitafanyaje? Najua unavyojisikia dadangu. Pole, mwenye nakuonea huruma. Utakuja upate mtoto. Usikate tamaa. Vipi mwanangu, mbona haya hivyo? Yaani mamdogo yeye acha tu. Yaani hapa nilipo kichwa changu kimepata moto, yaani sielewi kabisa. Vipi? Mume wangu tangu ameondoka jana mpaka sasa hivi hajarudi. Na nikimpigia simu yake hapatikani. Sawa, nimekuelewa mwanangu. Lakini haupasi kuwa hivyo. Yule ni mtu mzima, anajielewa. Sembuse amebanwa na kazi zake. Sasa akarudi muda wote mwanangu. Au tusubiri mpaka masaa 24 yafike. Kama atakuwa hajarudi, basi tutaenda kumtafuta au tutakutoa taarifa kituoni. Lakini mamdogo, unajua masaa 24 ni mengi sana. Kwa sababu mimi yani sio kawaida yake. Mimi sijui kitu gani kimempata. Wewe unawaza nini? Mimi napata wasiwasi. Huenda akawa amerudia tabia zake zile za kurudi usiku. Hapana mwanangu. Mimi hilo nakataa kabisa. Hawezi kurudia zile tabia zake, maana ameamua kubadilika kabisa na kumrudia Mungu wake. Kwa hiyo, ondoa hofu juu ya hilo mwanangu. Mimi naomba twende tukapumzike. Alafu tusikilizie baadaye kama nilivyokuelezea. Basi sawa, mimi wewe nenda tu nyumbani basi. Mimi acha nifike hapo dukani basi. Sawa. Haya baadaye. Haya.
kutwa nzima. Kwema? Amna wifi, najisikia tu uchovu. Hapana. Yaani hii mijitu ya Facebook inanikera. Muda wote mambo mlembo. Sio ana shida gani hawa? Lakini mdogo wangu, sikulingana na vitu unavyoposti huko mtandaoni. Ndio maana wewe ongea nao vizuri, kama vipi waje mmalizane. Wewe tena mama, sikatai. Yaani wewe chochote nikiokote huko nikilete hapa, mwisho nitaleta majini. Udugu tena umezidi. Haya, vipi tena manti zangu? Nasikia maneno tu. Kwema? Oh, anti yangu Pambe, mbona umependeza hivyo? Nilikuwa na mpango wa kutoka lakini naona muda haijakaa sawa. Nitatoka labda baadaye kidogo. Kaniletee mimi hayo maukoto. Tena ubibie, afadhali sasa nimekumbuka. Maana nikasahau, likaja kutokea huko ndani, mimi nikaonekana mshirikina, sitaki. Bibi huyu juzi nimemkuta anatapika hapa. Namuuliza, wewe una shida gani? Mbona kutapika? Oh, mimi najisikia vibaya tu. Nikasema hata usinitanie wewe. Hebu tuende hospitali. Nikamchukua mimi huyo hospitali kwenda kupima. Mjamzito. Hatari. Dada ana siri huyu. Hapa katoka kuulizwa muda si mrefu na wifi yake. Wewe mbona unalala vipi? Uchovu tu. Kumbe kishamnasa. Yaani hapa ninavyowaambia yenyewe nimefanya kutoa siri ya watu. Alikuwa hataki nimwambie mtu yoyote. Asa jambo la heri kama hili hivi mimi naachaje kusema. Asante Mungu. Maana tupate humu ndani mtu akutupigia kelele, anaenda, anarudi, anakuja, bibi hivi kuvutana. Mwenzetu. Kwa hiyo ina muda gani uko mvoenda? Bado ndogo. Yaani ni ndogo kabisa. Kwa hiyo kazi kwenu mjiandae, mashangazi, mjiandae. Utu uzima ndio huo. Misigara tena shoga yangu sijui utavutia wapi. Na kweli nitatafuta muda nikae naye tuongee naye. Maana hii baraka inayoingia ndani kwetu ni kubwa. Kuna vitu vingi tunatakiwa sasa kubadilisha, tubadilishe mfumo wa maisha na yeye mwenyewe kacha abadilike. Maana kuwa baba sio kazi ndogo. Na kweli kulea sio kazi ndogo. Sasa kimbembe huyo mwenye hicho kiumbe akae chini afikirie, atulie, mzigo mkubwa huo. Mimi nipo hapa. Na huyo mtoto akizaliwa, yani asitoe jina mtu yoyote. Yani jina analisi kwangu, anti yake. Hapana. Yani anti yangu mimi aitwe Mariam Utamu, Mariam Kipini, mgawa utamu lelini nzima. Subutu yako. We usinitolee macho kama umebanwa na mlango mimi. Niambie. Unakumbuka siku ile tulikutana pale nikakwambia mume wangu hayupo. Hajarudi tangu alipoondoka jana mpaka muda huu. Nakumbuka. Huwezi amini alirudi. Lakini aliporudi maswali nilikuwa namuuliza na majibu anayonipa haviendani kabisa. Kwa sababu ananiambia eti alienda kutembeza nguo mbali. Na alipofika huko simu yake kazima chaji. Ndio akashindwa kurudi nyumbani na hata kunipigia simu. Hata kuomba tu simu alishindwa pia. Kwani mdili? Alirudi siku ile ile ambayo nilikuwa namtafuta. Lakini ndio alichokuja kunijibu. Na istoshe. Vipi? Wewe acha tu. Yaani huwezi amini. Nimemsikia anaongea na mwanamke. Amejificha pembeni akijua labda mimi sijui chochote na wala simuoni. Lakini nilimfuatilia kwa nyuma na nikagundua kwamba anaongea na simu na mwanamke. Yaani namaanisha kwamba mume wangu
ana mwanamke mwingine nje. Mwanangu, na wewe unaniambia ni makubwa tena ya kushangaza sana. Mbona alishatoka huko? Alibadilika. Sasa kwa nini narudi tena kwenye yale maisha ya zamani? Na kwa mantiki hiyo, kwa maelezo yako hayo mafupi, na ndio maana hakurudi siku zile. Inaonekana ameshaanza tabia zake zile za zamani. Yaani mpaka sijui hata cha kufanya. Lakini mwanangu, mimi nataka nikushauri. Ndiyo. Nisikize mwanangu, mimi si ndo mamako niliokulea. Na kusikiliza, na ndio maana niko hapa. Nimekuja kwako kwa sababu najua sitaondoka bure. Mimi ninachokuomba mwanangu, au ninachokutaka, uvumilie. Ndoa ni uvumilivu. Umesikia mwanangu? Mtumainie Mungu, muombe sana. Zidisha maombi mwanangu. Utapofanya hivyo, Mungu wetu atamuokoa. Atamtoa huko anapokwenda. Ni shetani tu atakuwa anamzungusha. Ni sawa mama mdogo unachokisema. Lakini je, nitavumilia kwa wakati gani? Kama mwanzo tulivumilia, tukamwomba Mungu, kweli akabadilika, amerudia tena. Nakuelewa sana mwanangu, lakini ninachokuomba sasa hivi, uzidishe maombi mwanangu. Itakuwa tu na mishetani anokutana nayo huko. Unajua wanawake wa siku hizi mwanangu, wakiona tu mtu amesharudi kwenye njia nzuri ya kumwamini Mungu, hapo hapo wewe zidisha maombi, endelea kuvumilia mwanangu. Ibada. Uje kanisani mwanangu. Tushirikiane wote kufanya ibada, tumuombee. Kwa kuwa sasa hivi dunia mwanangu imechafuka. Huko kwenye kazi zake anapotembea huko, anakutana na wanawake wa aina tofauti. Wengine ni mashetani mwanangu. Tuzidi kumwombea mume wako, atabadilika tu. Sawa, nimekuelewa mama mdogo. Na ndio maana najivunia sana kuwa na wewe. Kwa sababu kila sehemu umekuwa karibu na mimi, umekuwa ukinishauri na kunipa moyo. Nashukuru sana. Na pia nashukuru Mungu kwa kuendelea kutupigania. Sawa mwanangu. Na mimi najivunia sana kuwa na mtoto kama wewe muelewa. Sawa basi, wacha mimi niende nyumbani kwanza nikapumzike, maana akili yangu haiko sawa. Dada. Dada. Dada.
Yaani mimi nimekuona tu ghafla tumepishana hapa. Umedondoka ghafla tu. Mwenyewe nilishindwa kuelewa. Nini kinakusumbua? Nilikuwa tunajisikia tofauti. Pole sana. Kwa sababu nimetumia muda mwingi sana kukusubiria hapa. Sikufahamu. Lakini kwa hali ambayo ulikuwa nayo, kiukweli nilishindwa kuondoka na kukuacha mwenyewe. Unakaa wapi? Nakaa hapo mbele. Sio mbali sana na hapo. Na ulikuwa unatoka wapi? Nimetokea huku kwa mama yangu mdogo. Pole sana kwa changamoto ambayo umepitia. Lakini nakuona kama una mawazo sana. Unaweza kuniambia kinachokusumbua? Hamna. Ni ya kawaida tu, ni mambo tu ya maisha. Kwa hiyo sijali. Basi sawa. Nilikuwa nahitaji nikuombe kitu kama utojali, lakini naomba nikusindikize nyumbani kwenu. Hamna, asante. Usijali, nitafika tu mwenyewe, usijali. Najua unifahamu na wala tufahamiani. Uende kwa ndofu yako. Lakini mimi ni msamaria mwema tu na naomba nikakusaidia. Please. Naomba nikusindikize kama utajali. Niamini katika hilo. Sawa. Yasimama. Vipi? Unajua chochote kinachoendelea humu ndani kwa sasa? Unanichanganya sister, unavyoniambia kwamba anajua chochote kinachoendelea humu ndani. Wewe mwenyewe unaelewa kwamba muda mwingi mimi story yake ndani. Yaani sikai chini. Mnakuwa nyie wana familia hapa nyumbani, wakina mama. Kwa hiyo unavyoniambia hivyo unanichanganya. Au kuna ibilisi gani ambaye tayari kishapita kuja kuzingua familia yetu? Ina maana mke wako uko ndani hajakwambia chochote kinachoendelea? Hata sijamwambia, mwambie tu. Inamaanisha nini mnavyorushana mipira? Yaani kuna jambo gani zito ambalo mimi hamwezi kunishirikisha au hamwezi kuniambia mpaka mnarushana mipira? Sister, hapa sisi tulikaa, mwenzetu hali yake hatumuelewi. Sisi kama wanawake wenzake tukaona tumpeleke hospitali. Kwenda hospitali amepimwa, anaonekana mjamzito. ni masikio yangu au sijasikia vizuri sister? Umesemaje? Kwa hilo ni jambo la kunificha kweli mama? Hilo jambo silikuwa la kuniambia tu. Sasa ila anyway, mimi labda nikwambie kitu kimoja. Asante sana kwa kitu ambacho ulichonifanyia. Kwa nini mwanamke pekee sana ambaye umekuwa na moyo wako wa kunibebea mimi, wa kunitunzia thamani yangu. Nilikuwa nahitaji sana mtoto. Sijui niongee kitu gani ambacho kitakuwa fadhila zangu kwako. Nashukuru sana pia. Nakupenda na nitaendelea kukupenda mama. Na ndio wewe pekee mwanamke ambaye unanishawishi, unanifanya niendelee kubaki na wewe. Yaani hiyo furaha ulikuwa nayo wewe, mimi zaidi yako. Maana yake nimefurahi hasa humu ndani kupata mtoto wa kucheza naye. Maana tulikuwa kimya sana. Sasa kakaangu, nilichokuitia haswa mbali na hilo, ila kuna kitu nataka nikwambie. Sasa unaelekea kwa baba. Majukumu yanaongezeka. Mwanzo ulikuwa ufanye chochote humu ndani.
Sisi dada zako, mpwa wako, tulikuwa tuna clear kila kitu. Lakini sasa hivi mtoto sawa atakula humu ndani, atalala. Lakini kuna vitu vingine muhimu lazima wewe kama baba uvifanye. Kama baba inatakiwa uwajibike. Kwa hiyo mdogo wangu nataka ubadilike. Yaani mimi kuanzia sasa hivi nimebadilika, yani nimechange. Yale mazingira yote ya kukaba watu rodi na achana nayo. Mimi nipo tayari, mimi naenda kubeba zege mtoto wa kiume. Mimi naenda kubeba kokoto, sisteni mtu akiwa na takataka ndani kwake mimi naenda kubeba. Ili mradi tu nipate mazingira nije kumlisha mtoto wangu. Ili mradi nije kumtungia mke wangu. Mazingira yake yawe mazuri, yapendeze yale. Avae, familia yangu wote mwe mna furaha pamoja na kiumbe changu. Hii damu yangu sister, nitapambana ninavyoweza sister. Hicho mimi hasa ndo nilichokuitia hapa. Mazali umeahidi mwenyewe utabadilika. Ndo kwanza tumeanza safari, bado mbichi. Kuna ukuaji, kuna mtoto akizaliwa, kuna kuumwa, kuna yeye mwenyewe binti wa watu lazima ale vizuri hapa nyumbani. Damu isipungue mwilini. Ale vyakula vyenye afya. Na unavyojua maisha yetu humu ndani, watu mpaka wahangaike ndo tule. Kwa hiyo wewe kakangu unatakiwa uzingatie kuanzia hii leo. Uzingatie kila kitu. Mazali mimi umeniahidi hivyo na kuamini. Naamini hutoniangusha. Sawa sister. Nakuahidi. Vipi shoga yangu? Safi mwaya, vipi? Upo? Mimi nipo. Hivi siku hizi uko wapi? Maana nimefikisha mara 2 pale nyumbani kwao, nakuja kumuuliza dada yako, anasema umehama. Unamkumbuka yule shemeji yako Kacha? Ya, kwa sasa nipo kwao, nakaa kwao saizi. Kwa kina Kacha? Nakaa kwa kina Kacha, vipi kuna tatizo? Na Kacha amekubali tu. Sasa mwanzo unavyoniona hapa na mimba. Na hii mimba hata sijui yani nafanyaje. Kwa sababu hii mimba ni ya shemeji yangu. Sio mimba wewe bwanangu yo Kacha. Yaani sile mimi nafanyaje, nimevurugwa. Yaani mbona nimeona na wewe hapa unipe hata angalau ushauri. Shoga yangu. Una hatari wewe. Una mimba. Tena na mimba ya shemeji yako. Haya, niambie unataka nikushauri nini? Yaani leo inaniuma, yani sielewi nimwambie Kacha kwamba mimba sio yake au nimwambie shemeji yangu kwamba mimba ni ya kwake. Kwa hata sielewi nafanyaje. Na dada zake Kacha wanajua hii mimba ni ya Kacha. Mti, ujue nini mwanangu sana? Mimi kila siku nakupangilia gandosi, tafuta hela. Si unaelewa? Tafuta hela. Ukitafuta hela mjini hapo naishi kwa heshima. Mimi sikufichi mwanangu. Mimi baada ya kutafuta hela ile nikampata mampenzi. Yaani ninavyokuambia sasa hivi hapa itikeli ile katika mapambano nini, mwembe umezaa matunda mwanangu. Oya tunda limeiva yani ile. Yesu unajua? Usitaki kuniambia kwamba yule binti ana ujauzito. Yaani na mimba yako. Yaani mimi saizi mampenzi ana mimba. Yaani muda wote saa yote mimi naitwa baba. Na mimi napata kile kitoto nini cha kutuma maji nini. Kwa hiyo maana katika matunda yangu kutafuta pesa, najua wewe sana namtafutia mwanangu, natafutia familia yangu. Si unanielewa? Mimi nataka mwanangu apendeze, saizi mke wangu apendeze. Masisteri wale pale waishi kwa amani. Yule anti yangu huku nini ile anti nini wachekecheke yani. Si unaelewa hapo familia yangu MT. Kwa ndio hivyo. Yaani mimi hapa leo yani mwanangu sikufiche, mimi na furaha yangu sio kifani. Si unanielewa? Jambo langu jambo lako, afu la kwako kwangu mimi. Kwa hiyo mimi ndo nimekuja kukupangilia ndosi mwanangu. Mimi muda wote saa yote naitwa baba. Sawa. Sasa kuna siku ambayo nilienda pale kwenu nikamkuta amekaa na wifi zake pale nini. Nikamkuta amekaa na wifi zake pale. Wanapiga tu stories hapa na pale. Kwa hiyo maana yake maskani pale unakujaga. Anaendaga. Kwa ina maana wewe hujui biashara ambayo inafanyika pale? Au kitu ambacho kinaendelea pale katika ile nyumba? Kwa hiyo maana yake unavyonipanga kwamba maskani pale kuna biashara zinaendelea na wewe unakujaga, maana yake unaruka na mama mpenzi, si ndio? Shoga yangu. Unajua kukaa na neno ni vibaya. Kwa hapo mimi nitakushauri.
inatakiwa mwambie tu ukweli dada yako. Huna budi kukaa na neno. Mwambie ukweli dada yako na umwambie ukweli Kacha kwamba mimba sio ya kwake. Ni sawa unavyoongea, lakini swala lingine liloniumiza, dadangu alimewahi kuniita akanambia walienda na bwanake kupima. Inasemekana kwamba dadangu hawezi kuzaa. Sasa kila nikifikiria hilo, kweli haitoleta shida? Inatakiwa umwambie ukweli dada yako. Kama ni kumuomba msamaha umuombe, atakusamee. Sawa shogangu, nashukuru kwa ushauri wako. Ndio maana napenda nikionana na wewe unishauri vitu vingi. Sawa, fanya hivyo. Alafu kuna siku mimi mpenzi nilikuwa namtafuta, pia nimemtafuta sana. Si unanielewa? Bahati yako niliwahi kumuona na ningejua kama alikopo kwako. Oya, ningekuchana chana vichwa hivyo. Sasa naambia kitu kimoja. Mama mpenzi pia umeruka naye hujaruka naye? Nilimtaka lakini alikataa. Kwa hiyo ikawa haina budi nibadilishe mboga. Yaani mwanangu ekavu kinoma yani. Oya, hivyo vichunusi vyako mwanangu vinakupeleka lesi. Kwa hiyo maana yake ulimtaka hadi shemeji yako yani. Ukataka kuruka naye. Wewe mimi si mwanao sana. Katika madili yetu yote situpo pamoja. Si tunachana pamoja. Sasa kwa nini dakika mwisho ukataka kunizunguka? Au ulikuwa unajua kama yule mampenzi au? Cha kwanza kabisa ndugu yangu Kacha, naona kabisa kwamba mwanamke hakufai. Tena hakufai hata kidogo. Mimi nilikuwa naona ubadilishe mwanamke. Tafuta mwanamke mwingine. Yule achana naye. Naona kama nakupotezea tu muda wako. Hebu focus na mambo mengine kwanza. Hapa ndo nakuja kuamini kwamba wahenga hawakukosea. Wanapokuambia kwamba adui yako wa karibu ni mtu wako wa karibu, yani ni rafiki yako. Adui yako ndo rafiki yako. Maana sasa mimi ndo najihakikishia kwamba wewe hapo MT adui yangu, yani rafiki yangu ndo adui yangu, si ndio? Mimi nilitegemea labda adui yangu ni rafiki yangu wa zamani, kumbe ni wewe mwenetu, au sio? Wewe nisikilize. Kwenye swala la kuniambia mimi niachane na Pima mpenzi, haliwezekani. Yani kwangu mimi never tegele. Si unanielewa? Ninapompenda yule mampenzi kama mifuko. Kila suruali lazima iwe na mfuko. Kwa hiyo sasa habari za kuniletea taiti haina mfuko si nini? Hizo kodi mimi sizielewi. Yaani nikwambie tu mimi kuachana na Pia haiwezekani na haitowezekana, labda nyota zishuke. Sio kimondo. Hicho kitu ambacho nimekuelekeza ni cha kweli kabisa. Kwamba demu wako anatembea na blaza wangu. Demu wako anatoka na kaka yangu. Ndio mimi nakuelekeza ndugu yangu. Ndugu yangu nakupenda sana. Tena nakukubali. Yule mwanamke hakufai kabisa. Tafuta mwanamke ambaye utaendana naye. Ila yule. Wewe MT mwanangu, hebu jaribu mwanangu kuto kunibadilishia siku. Unajua mimi ndio yangu unajua imekuwa nzuri mwanangu. Alafu unanipangilia mwanangu unaniharibia siku unajua mimi unajua. Mwanangu mimi inaniuma unajua inanipain inanigusa mwanangu. MT, mimi napambana mwanangu, na force. Nazunguka vichuchulo kibao mwenyewe shahidi mwenetu. Tunakosokosa na mishale kibao kule mwenetu. Oya tunakupa mapanga mwanangu. Afu dakika mwisho unaniambia kwamba ile yani kirahisi nini mama. Oya. Hebu naomba niache kwa peke yangu. Naomba niache kwa sababu haiwezekani. Hebu niache. Fanya mazingira yani tena ikiwezekana sepa kabisa mwanangu. Mimi nakuomba tu niache kwanza mwenyewe. Sawa, kwa hilo jambo lako ambalo unaniambia niondoke. Mimi naondoka. Lakini hebu jifikirie kwanza. Tafuta mwanamke ambaye yupo sahihi katika upande wako.